Lakini kama mnavyojua, matibabu ni gharama kubwa. Ndio maana kwa nchi nyingine matibabu yanasimamiwa na serikali. Na yanasimamiwa na serikali kwa sababu gani? Kwa sababu serikali inakusanya kodi kwa watu, inauza madini yetu, inasimamia mbuga zetu. Kwa hiyo tunapodai serikali matibabu, hatuombi hisani ya mtu, tunaomba haki. Temanye nanga muku nyongora. Tunaomba nini? Haki. Wanu mtu hatakigu kuinyaka iga unaona we amekuwa amezidi. Unapodai haki wala hakuna kuzidi, kwa sababu ni haki yako. Panobonsi tu hano wote tulioko hapa, nani aliyealikwa na barua kuja Tanzania hapa? Hakuna aliyealikwa, si ndio? Tumezaliwa hapa. Kwa hiyo haki aliyonayo Samia Suluhu Hassan kutumia rasilimali za nchi ndio haki aliyonayo mama wa hapa Bwitirio kutumia rasilimali za nchi. Hakuna mwenye haki zaidi. Haki aliyonayo mtoto wa rais kusoma shule nzuri ndio haki aliyonayo mtoto wako asome naye shule nzuri. Haki aliyonayo mtoto wa waziri anapougua apate matibabu mazuri ndio tunapaswa kupata wote. Sasa kutokana na nchi hizi za Afrika kuongozwa vibaya, abantu abamube ikoliga wana haki kuliko wengine, na wamejiweka kwamba wao ni bora kuliko wengine. Kwa kuna wakati fikia tutenderi na nsino naka hetere hara, mimi Tenderi niko nazungumza naye, watu wanajua. Mara nyingi hata Runarori amenipigia simu mwenyewe, nikamtumia hela ndaya Kenya, nikamtumia shilingi 200,000 mwenyewe, simu yae ni ya ono hetere hara umuronda ntebiriga Tenderi wanyonko hagachari ameacha nyumba yake iko chini, si ndio? Agambiriga turatuno ohagachire Tenderi. Sasa mimi nafikiri ni challenge kwetu watu wa Chadema, na sisi huwa tuna uwezo. Nimemuuliza mwenyekiti, utaenda ufanye tathmini. Mimi nitanunua mabati yote ya kuwezeka hiyo nyumba ya Tenderi. Lakini hata pili, hata kama mnaanza kesho ujenzi, nitawatangulizia tena mifuko 10 ya simenti. Ile nyumba isijengwe kwa miti. Kama alianza kuijenga kwa simenti, ijengwe kwa simenti. Tuikamilishe. Umugigo wegobe hayua yarabiriki rugo Tenderi haro. Ose? Mimi nafikiri hiyo kazi wana Chadema tutaiweza. Ose? Kwa mimi nitatoa bati zote na nitatoa simenti za kuanzia ili huo mji wa Tenderi ujengwe. Kwa hiyo ndio pole yangu kwa Tenderi. Lakini kupitia hiyo niseme mambo mawili ya kitaifa. Nimemsikiliza mama yangu yule, nimemkuta na huyo kijana anazungumza. Na mimi nimefurahi kwamba hatupaswi kuwa na uadui kwenye mambo ya siasa. Lakini tunapaswa kuwa na misimamo kwenye mambo ya siasa. Kwa sababu siasa inaathiri maisha yetu. Siasa mrasio mambo ya kucheza cheza kemuke maragimu kiriana. Siasa ni elimu, ni afya, ni maji. Siasa ni kila kitu. Na ukimesa up na siasa, Wakenya wanajua vizuri, ukimesa up na siasa, ukacheza na siasa, unacheza na maisha ya kizazi chako. Leo nchi hii, Tanganyika nzima hii, watu wanasaini mikataba ya bandari, wanasaini mikataba ya madini, wanasaini mikataba ya gesi. Juzi umeona wamesaini mkataba wa uranium kule kule kusini na Mtumbo. Wengine mnaimbishwa tu hapa kama kasuku. Watu wanauza nchi, wewe unapewa pikipiki,
leo umeona wao nukuibora kama rasilimali ambazo Mungu alimwekea zinagawiwa, unamwacha kwenye hali gani? Na hawa watu ambao wanagawa rasilimali za nchi wakikemewa na watu wanawafanya wale wanaowakemea kwamba ni wabaya. Ndio maana umemsikia rais anasema juzi kwamba kuna watu wanataka nchi ichafuke, wao wanapakwenda, msikubali. Rais amesema hivyo, si ndio? Hao watu wanaowalifaa ni kina nani? Ni mimi, ni Lissu, ni nani? Hivi kweli uningu tunandi nchi ichafuke? Mimi nimezaliwa hapa, babangu amezikwa hapo, mimi nimepewa asylum kwamba kimbia nchi kipindi cha Magufuli. Hata mtoto wangu hajawahi kutoka, watoto wangu wote wapo na mimi nipo. Sio kwamba siwezi kupata nafasi ya kuishi Ulaya, mimi nikitaka nakimbia na nitapata hiyo nafasi, lakini nimekataa kwa sababu mimi sitaki nchi hii ichafuke. Ninachotaka ni nchi hii iwe bora, na kusema ukweli nitasema, sitanyamaza hata dakika moja. Kwa hiyo wanaotaka nchi hii ichafuke, wanaotaka kuchafua nchi hii, barabara teka bantu, tunaelewana? Hao ndio wanataka nchi ichafuke. Wanaotaka nchi hii ichafuke ni wale wanaoiba rasilimali za nchi hii. Watu hawana maji, watu hawana barabara, watu wanakufa kwa magonjwa yanayotibiwa, watu wakidai wanaambiwa mnataka nchi ichafuke. Kora anyiba hatana na kulikura togambiga niri yugutuna uoro kunyiba na uragu kulikura teni mwagutuniri sinira naiba nye vipi bana? Alafu mmekuwa watu wa binafsi sana. Mtu anaweza kusimama hapa anasema tuchague ili weje. Ukisoma katiba ibara ya 8 mra na kuchallenge nendo usome. Serikali inawekwa kwa mambo matatu: kuwajibika kwa watu kupitia kura. Serikali ya watu kwa ajili ya watu, sio serikali ya wanyama. Wajibu namba 1 wa serikali ni kulinda uhai wa mtu, sio uhai wa kitu kingine chochote. Uhai wa mtu ndio namba 1. Sio gari, sio nyumba, sio barabara. Nyumba haina thamani yoyote ya kulinganisha na mtu. Antagaranku igimra mdogo wangu. Iko hivi, mtu mmoja tu ndiye aliyevumbua ndege. Leo dunia nzima inatumia ndege. Mtu mmoja akavumbua ndege, leo watu wanatumia. Mtu mmoja ndio alivumbua simu. Leo wikaya nura temero mwana wa lingi Dar es Salaam chacha hata chinokuma haku video no bro. Umuntu umwe ni wakore gani? Kwa thamani ya mtu hailinganishwi na gari wala pikipiki wala ndege wala si maendeleo. Mtu ana thamani. Ndio maana ukiona Israel mtu mmoja wako akitekwa, jeshi linakwenda kupigana kurudisha mtu, kwa sababu umuntu getendili aliyerara hapa anaweza kuzaa mtoto. Umeona huyo akasoma akavumbua dawa ya ukimwi na ikatibu dunia nzima hii. Mtu mbele anaweza kuzaa mtoto akavumbua dawa. Leo watu wanatekwa. Tuko niambia Chadema bano batekwa babotoru, mnatuona kama sio binadamu. Sinda Gitego amechukuliwa. Hatukusumacha mnaogopa. Unawaambia watu wakachague. Wakachague nini sasa? Yaani mwigotemo uchaguzi ili weje. Ninawauliza wale mnakuja hapa eti mnataka kura ili weje. Ili muunge mkono ya mauaji. Yaani unaenda kupiga kura ili ifanye nini sasa? Kwa sababu serikali imeshindwa kulinda uhai wa watu. Amechukuliwa hapa. Amechukuliwa Toru hapa wa Chadema. Ni uongo ni kweli? Leo ni miezi 6. Amechukuliwa Mchagwa. Miezi karibia 4. Amechukuliwa William Robert. Amechukuliwa, sitasemea kila mtu. Sasa ndo kazi tuliokuja kufanya duniani. Kwa ndugu zangu, abantu basirari,
Tuna kazi ngumu na kubwa mbele yetu. Lakini nataka niwahakikishie tutashinda. Tutashinda na tutabadilisha nchi hii. Tutaibadilisha. Regi Cheri amechukuliwa, Christopher Kihengu, Elia, Robert Kamanda Nyamuhanga, Chacha Museti Mwita, Pokeo Maro Mosama, Nyasa Museti Mwita. Hawa ni watu wamechukuliwa banotumanyiri. Hapo mtu anaacha watoto hivi anigamuji mwego temikura. Bayo bataku tunikwe. Yaani mimi sitaki kura. Mtu kushinda na uli kabisa ni meriga munaye huyo mtu. Ndengi kubu chabu ziga munaye. Mtu nani chimbulu cha kurengana na uni. Kwa tamandi kukuruiguru musikiria mpaka hansi hano. Nana mtaliga serikali ya sohereye. Hana uwezo wa kujenga hoja kama mimi. Hana rekodi bungeni ya kulinganisha kama mimi. Hana chochote cha kulinganisha na mimi. Hana. Hata nikiamua kujipendekeza kama yeye, nitaenda kuwa juu yake. Haki ya Mungu kabisa. Sasa tunakuaje na nchi ambayo watu wanapotea, alafu watu wakisema wanasema hawa ni wagomvi? Kwamba wewe hela yako inaibiwa, unalipa kodi, ukinunua maji kodi, kodi rudi kujengea barabara, ikichukuliwa ukikataa wanasema wewe ni mgomvi. Wewe unataka kuharibu amani. Kwa hiyo ukae tu uibiwe. Uikaleke ng'ombe, urairoma chinjoni, unaenda tu. Ukisema tika kuira kugichincho, wewe ni tatizo. Sasa bana, hata sheria. Hata hiki kitu wanachoita sheria, mimi nimeisha sema. Sheria ikiwa mbaya, usiifate, defy. Kata. Kwa sababu sio sheria zote ni nzuri. Wakoroni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu. Si mmesoma shuleni? Si Waarabu walikuwa wananunua watu? Abatumwe tebo wakaigule. Hano wanga kugorwa igumevunja sheria. Kwa hiyo uko ng'ombe kusuko ngondi unauzwa tu, ukipinga kwamba gaganki kungulia, wewe unaleta fujo kwenye serikali. Kwa unit ndaga kole. Jikusanya wakapigia mtu mwingine ikura na wamesahau. Sindane wale kugenda mwana nakambiga chama ni kidore. Kwa nani nakwambia hata wewe uko salama mdogo wangu? Mwakute biga uko salama. Ukivaa ile nguo ya CCM unafikiri na haya mambo ndio nimekuwa nikiwaambia hapa mama yake hachenu mchuru. Mimi brother nikitaka kujiunga CCM na huwa nawaambia kila siku. Hanonkaginyanyua hata sasa iguiga. Iga mama nakuja ni umena ka immediate campaign ampoke. Na umanyire. Na nchi nzima itatikizika. Lakini kwa nini nakataa? Kwa nini nakataa? Kwa sababu siwezi kuwa sehemu ya uovu. Amechukuliwa Nyangoko kina. Ni uongo. Mke wake amebaki, watoto wake wamebaki yatima. Taibuliwe, hebu nenda urale, wekeni ubinafsi pembeni. Nenda urale ufikirie. Huyu bwana amekufa hapa. Mke wake anajua huyu mume amezikwa hapa, mtatembelea kaburi lake. Ibuli mtu na imukibu. Jiulize. Watoto waomboleze, wazike, wafanye nini? Wakae matanga. Hebu fikiria hicho kitu. Fikiria. Na mtu anawaambia kuna serikali mkapige kura. Kura ya nini? Kura ya kufanya ile kura ndiye yake. Hivi mnafikiria vizuri ni kweli? Mna sense kama wengine tulizonazo? Unasema tuikuchagua tarehe. Tunachagua nini? Dhidi ya nini? Dhidi ya nini? Anthony amechukuliwa. No bro. Hao ni watu tunaowafahamu. Fulani amechukuliwa. Tuna serikali hapa. Alafu Heche akisema watu wastekwe, wanasema Heche anataka kuharibu amani ya nchi. Anayeharibu amani ya nchi ni nani? Yule anayeteka watu au yule anayetaka watu wastekwe? Sio kama mnanielewa. Hivi mnaelewa ninachosema? Anayeharibu amani ya nchi
kati ya yule anayesema watu wasitekwe na yule anayeteka watu, nani anaharibu amani? Mke wa Sinda na amani gani? Abana ba Sinda wana amani gani? Mtawaambia amani ya kugenda yeke, baba yao hayupo, wana amani gani? Ya dola. Watu walitafuta uhuru wakaunda vyombo vyao vya dola. Rais Samia, vyombo vyetu vya dola havikutengenezwa kwa ajili ya kutisha watu wa Tanzania. Vimeundwa kwa ajili ya kuwalinda wa Tanzania, sio kuwatishia wa Tanzania. Msitumie vyombo vya dola kutishia watu. Msichokoze watu. Kama mmesikia, kwa mfano mimi wameandika magazeti yote asubuhi yameandikwa kwamba mimi nakamatwa. Mimi sitakimbia nchi hii. Kwani chera taba sacha babo? Wala siwezi kukimbia. Wamemkamata Lissu, wamemweka ndani. Wakafikiri chama kitasinzia. Sasa ni mchuru kamichi nchuku. Hakuna kurudi nyuma, sio? Sasa unajua watu waoga. Wazungu wanasema the guilty are afraid. Waovu wanakuwa na hofu. Ukiwa huna kosa, huwezi kuwa na hofu. Sasa wao wamejiitia uchaguzi wenyewe. Hata baito hatumo. Anavaa mahati t-shirt keno yaandikiriga no reform no election bobo hii t-shirt. Wanaogopa t-shirt. Wanakuja kwa nini umevaa t-shirt? T-shirt zote zilizoandikwa ni huku nyandekera. Wanaogopa mpaka kivuli chao. Sasa wanaambizana mkamateni Heche mweke ndani mpaka uchaguzi uishi. Hata mkiniweka ndani, sauti yetu itabaki huku nje inazungumza na itawaletea baraka kubwa sana kuliko sisi wenyewe tukiwa nje. Kwa ndugu zangu, watu wa Sirari mlioko hapa, mimi ninawasihi na nasema wazi bila uoga, msishiriki najisi. Tunaelewana vizuri? Msishiriki nini? Hakuna uchaguzi nchi. Na sisi hatushirikiani na mtu mwingine yeyote kama alivyosema mwenyekiti wetu. Kwa hiyo mnamsije hapa mnasema Chadema mtu unge uko boko. Yake turabo unge ndio toli gutunu buchaguzi tungeingia sisi wenyewe. Wakaruchu mtu ragiri ya manyoro na tigumu. Haipo hiyo. Kwa sisi tunko tunataka uchaguzi tungeingia sisi wenyewe. Mtu yeyote anayeshiriki uchaguzi anataka kutoa kitu kinaitwa political legitimacy, uhalali wa kisiasa. Na huo uhalali wa kisiasa wakiupata, muikorokara, mnaenda kwenye foleni kwa sababu usiwi mnaenda kupigia sio diwani, watawapiga picha wapeleke huko nje kwamba watu walikuwa kwenye foleni. Korokara rotaka kubaki empty, waache kuyabieni. Na nielewa vizuri? Wakose political legitimacy. Wakose uhalali wa nini? Wakose uhalali wa kisiasa. Hakuna kushiriki wa uchafu. Kwenda kupiga kura ni kuunga mkono Sinda aliyetekwa. Kwenda kupiga kura ni kuunga wizi. Kwenda kushiriki wa uchafu ni kuunga maovu yote. Ni mwatamani na magana kutoka kugendele kuinchi. Chini ya huyu mama. Nani ajua ya mama? Nani ajua ya mama? Wamemkamata Lissu, wamemweka ndani kwa uongo, wanamuonea. Kwa nini? Kwa sababu anaogopa kushindana naye. Hata hawa wanaosema na chama chao ambacho ni chama cha pili cha CCM, walienda kuweka mgombea, nini kimetokea hata kwa mgombea wao? Nini kimetokea kwa mgombea wao? Alafu hata wataka tuigotemi kura, bado muigotemera mwi. Mnaenda kupiga kura ya nini? Kwa ndugu zangu, ni muhimu sana tukatambua haya mambo kwa kina. Vita tulionayo mbele yetu ni vita kubwa, ni vita ya ukombozi. Na wananchi mnatakiwa kusimama imara. Wananchi msimame imara. Kama mnataka maisha yenu yabadilike. Na sio Chadema tu kubadili maisha yenu. Kwa sababu Chadema nao ni watu.
wakiingia madarakani wakawa na kiburi ambacho CCM inacho leo, pigeni chini Chadema, wekeni chama kingine. Kenya hayo watu watakuwa na adabu hapa. Ndio maana hati hirami ya iga sibani hayuiga waito hano atuoni virami. Uongo kweli? Lakini kuenda bile. Kwa sababu Kenya mbamanyiri na Kenya haina uchumi kama sisi. Uongo kweli? Wanajua Ruto pale amekalia kutikafu, si ndio? Na Manyiriga 2017 chese anakwenda na maji. Uongo kweli? Umuntu na Manyiriga ni umwene, ufanye usifanye, yekera kuletera magende. Atakuletea maendeleo. Kwa sababu hana kitu anachoogopa, si ndio? Kiano turabe ni duka limwaniri umuchere. Johnny Heche na waniri duku mwene. Ndainde igora saa 5. Runde ngambi kanero tinku igora. Umetembelewa na mama mko na tunu muhekere agachare. Haiwezekani kwa sababu benu mwene ne hano. Gose. Hana maduka gaba maru guchagoriga winonkirie ni ya hano. Hatebe yesekera. Tema nyanga muku nyongora. Hatebe yekorake. Kwa sababu unajua ukicheza mteja atahamia nini? Na mteja ni mfalme. Ndivyo hivyo tunavyotaka kujenga. Ndio maana tunapigania kura yako. Kura wewe, mpiga kura uwe mfalme. Mbunge akija kwako aje anatembea kwa magoti. Kwa sababu anajua wewe ni bosi wake. Diwani akija kwako aje anatembea kwa magoti. Sasa toka mbembiga watu wakakuchague. Watakunyang'anya. Huwezi kushinda hapa. Kwani wewe una nguvu za kupambana hapa kuliko Nyang'oko ambaye ni mnyang'anyi? Au una nguvu kuliko mimi ambaye walitunyang'anya hapa? Wewe unataka tu kwenda kuhalalisha mambo ya CCM. Na sisi kokote tunakokwenda tutawaambia wananchi no reforms, no election. Full stop. Tonge kungaina na kusingu tunamuli tuche hano tugambe uburongo tui. Uburongo Mungu tunansumache. Iliogo nilibebe lakini linatibu. Kwa hiyo ndugu zangu wale wa vyama vingine mnihurumie, lakini hii ni dawa. Ili upone lazima hata sindano lazima utebeto na nindru. Ili uhuene gose. Undi yule hatunege donda atebeta koge donda hara. Hara bene. Lakini unapona. Sasa hapo tuko kutibu. Tusidanganyane hapa. Na mtu asishangae kwa sababu hao mabwana wametufungia hata mikutano hatupati pa kuongea. Mumanyiriguni uwanja wa tarafa tugusikanira. Uongo kweli? Mtakobo hero uwanja bora Kenya mwisi nyoro bohere takuyao. Hata nyori bantu. Uongo kweli? Uwanja wa tarafa ndio nilikuwa nakutania. Lakini kama ilivyokuwa Afrika Kusini, walipozuia wakina Mandela mikutano wakazuia, wakaibani ANC ilikuwa inaenda kwenye msiba inatumia hapo nafasi inapeleka message. Ndio maana hata kwa itutu chirano hapa tunapeleka message. Gosiyekepo hapa be. Uzitimugu tunanga mbengani. So liuni. Nimemaliza. Ninawashukuru. Na ninawapongeza sana. Kwa jinsi ambavyo mmepambana na kamanda wetu Tenderi. Tunamtakia kila la heri. Sisi wengine haya mapambano Tenderi tutaendelea nayo mpaka tutakapokutana. Uende salama. Mungu awabariki.